pia ni mji wa kibiashara. Mji huu unaingiza pato kubwa sana serikalini, lakini bahati mbaya miundombinu ya Tunduma si miundombinu rafiki. Ilihali wafanyabiashara wa Tunduma wanalipa kodi nyingi sana, na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inakusanya fedha nyingi sana kupitia kwa wafanyabiashara wa Tunduma. Lakini kiuhalisia, unapolipa kodi, lazima maendeleo, miundombinu, lazima serikali iwe na wajibu wa kuleta maendeleo katika maeneo mbalimbali, kwa kuwa wananchi wa maeneo husika wanalipa kodi ya kiserikali. Ndugu zangu, miundombinu ya barabara Tunduma si miundombinu rafiki. Tunasema hivi, endapo mtaichagua serikali ya Chama cha Makini Oktoba 29, pindi nitakapotangazwa mimi Costa Jimmy Kibonde kuwa rais wa awamu ya 7 ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mambo ya kimsingi baada ya kuwapa tarehe 5 mwezi wa 11 pale uwanja wa Taifa, shamba la bibi, nikiingia Ikulu tu chop, jambo la kwanza nitaanza kushughulikia miundombinu ya mji wa Tunduma, kwa sababu Tunduma ninaitambua vizuri, kwa sababu mimi ni mwenyeji wa Mbeya. Tunduma hapa nimekuwa nikija kufanya biashara mbalimbali. Hivyo basi sitoangusha wafanyabiashara wa Tunduma, sitoangusha wakazi wa Tunduma. Ninawaahidi kwa moyo mkunjufu nitawarejeshea maendeleo katika eneo lenu la Tunduma. Ni mji wa kibiashara. Barabara zimekuwa sio rafiki. Kuna foleni isiyokuwa na mpango. Foleni hiyo inasababisha hata uchumi wa nchi, uchumi wa mwananchi mmoja mmoja kuporomoka, kwa sababu ukikaa kwenye foleni masaa 5 ukawa ukijua kwamba umeshindwa kwenda kufanya shughuli za uzalishaji mali wa kipato chako binafsi, na hatimaye hata serikali hawawezi kukusanya kipato cha kutosha, kisa tu ni foleni. Hivyo basi tunakwenda kuweka miundombinu, tunakwenda kujenga barabara za njia 3. Maana yake njia 3 zinazopeleka na njia 3 zinazorudisha. Tuondokane na swala zima la foleni. Hayo yote yanawezekana si kwa mtu mwingine, bali ni kwa Costa Jimmy Kibonde ambaye anapeperusha bendera ya Chama cha Makini. Tunduma ninaifahamu vema, wakazi wa Tunduma ninawafahamu vema. Mimi ni ndugu yenu, mimi ni rafiki yenu, mimi ni kijana wenu, msiniangushe. Natambua kuna changamoto za maji. Serikali ya Chama cha Makini imejipanga kikamilifu kuanzisha vyanzo vipya vya maji. Tutahakikisha kwamba maji safi na salama yanapatikana katika mji wa Tunduma, kwa sababu swala la maji ni swala la kilazima. Swala la maji linashababiana na afya Mtanzania. Hivyo maji tutaweka ni sehemu ya huduma, sio sehemu ya biashara. Tutafanya mipango endelevu na kabambe kuhakikisha kwamba kila nyumba ya mkazi yoyote wa Tunduma na vitongoji vyake vya karibu, tutafanya mpango wa kuwekea bomba kwa fedha za serikali. Na pia baada ya kuwekewa bomba na maji kuwa yanayotoka, wewe utalipa kidogo kidogo kupitia kwenye uniti za maji, na kuwafanya wakazi wa Tunduma waweze kuneemeka na kusherekea maji yanapotoka. Maji, tunasema maji ni uhai. Hivyo serikali ya Chama cha Makini haitaona soni kumshughulikia kiongozi yoyote ambaye atatushika shati
kuturudisha nyuma kwenye mipango tuliyoipanga dhidi ya wakazi wa jimbo la Tunduma. Ndugu zangu, kuhusu ajira, tumejipanga kikamilifu kwa ajili ya kuwainua vijana wetu. Tunakwenda kuzalisha ajira milioni 1 kila mwaka. Hivyo basi, vijana wa Kitanzania, mkae mkao wa ajira. Vijana wa Kitanzania, tunakwenda kufanya mapinduzi makubwa ya kiviwanda. Tunakwenda kujenga viwanda vya aina mbalimbali nchini kwetu, na tunakwenda kulegeza masharti ya uwekezaji. Hivyo basi, serikali ya Chama cha Makini itawaita wawekezaji wowote duniani popote waje wawekeze katika viwanda, na hivyo viwanda maslahi makubwa. Watumishi wa hivyo viwanda watakuwa ni wakazi na waeneo husika vitakapokuwepo hivyo viwanda. Ndugu zangu, kuhusu kilimo, tumesema dhahiri shahidi tunakwenda kumuondoa Mtanzania aondokane na jembe la mkono. Hivyo basi, tunakwenda kuanzisha kilimo cha kisasa, na wakati huo huo tumesema endapo mtatuchagua tukiingia Ikulu, vijana kuanzia umri wa miaka 21 mpaka miaka 35 tutawapatia ekari 5 bure. Ekari hizo itakuwa ni sambamba pamoja na kukupa hati, na hati hiyo itaandikwa jina lako, hati ya eka 5. Tunaamini ya kwamba taasisi nyingi za fedha huwa haziamini vijana. Hivyo vijana, kupitia hati hiyo, vijana mnakwenda kuaminika kwenye taasisi za fedha ndani ya nchi na nje ya nchi. Ila isipokuwa ni lazima vijana wa Tunduma, akina mama wa Tunduma, tushirikiane, kwa sababu leo hii niko Tunduma, niko mkoa wa Songwe, ni mkoa wa 11 toka nimeanza kampeni tarehe 2 mwezi wa 9 jijini Dar es Salaam. Maeneo yote niliyopita, hakikishieni Watanzania wameonyesha nia thabiti ya kunichagua mimi Costa Jimmy Kibonde kuwa rais wa 7 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivyo basi ninaomba wakazi wa Tunduma, marafiki zangu, ndugu zangu, kaka zangu, Oktoba 29 mjitokeze kwa wingi asubuhi na mapema, mkaniwekee kura za ndio, na hatimaye Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi tuna imani nayo, kwa kuwa wamekuwa wakitushirikisha kwenye mabadiliko mbalimbali ya tume, mabadiliko mbalimbali ya kisheria na kikanuni. Hivyo basi, nina imani kubwa Oktoba 29 mkijitokeza kwa wingi wenu kwa kushirikiana na Watanzania wengine nchi nzima, ninaamini ya kwamba Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi haitosita wala haitokuwa na kigugumizi cha kunitangaza mimi Costa Jimmy Kibonde kuwa rais wa awamu ya 7 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu, kuhusu kikokotoo, kuna swala linaitwa kikokotoo. Nafikiri watumishi wa serikali hapo wananielewa. Ukistaafu kuna jambo linaitwa kikokotoo. Swala hili linahusiana na mafao ya wastaafu. Serikali iliyopo madarakani wameanzisha mpango wa kikokotoo, ambao mpango huo unakuwa unazimonita fedha zako, unapewa kidogo kidogo baada ya kustaafu. Fedha ni ya kwako wewe, kazi ulifanya wewe, zimekusanywa fedha kwa mujibu wa sheria, lakini unapostaafu unaanza kupewa masharti ya kuzitumia zile fedha na kuzichukua kwa kidogo kidogo. Tumesema serikali ya Chama cha Makini tukiingia madarakani tutafuta kikokotoo, hatimaye na kuwafanya watumishi wa serikali waweze kulipwa fedha zao kwa mkupuo, ili waweze kwenda kuanzisha miradi mbalimbali pindi wanapostaafu. Tunahitaji wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, baada ya miaka 5 wanapewaga cash money ya kiinua mgongo chao. Sasa tunataka na hiyo ndani ya serikali ya Chama cha Makini watakwenda wafanyakazi kupewa fedha zao cash money. Kuhusu makazi ya wafanyakazi, serikali ya Chama cha Makini inakwenda kuanzisha
viwanda vitatu vikubwa ambavyo vitatoa malighafi za kujengea, za ujenzi tu. Wale wafanyakazi wa serikali tunathamini mchango wao, watachukua material yote yanayohusiana na ujenzi, watakwenda kujenga nyumba, na hatimaye ile fedha ya kustafu sio ya kwenda kujengea nyumba, bali ile fedha ya kustafu ni kwa ajili ya kwenda kuanzisha miradi midogo midogo ili uendelee kulea wajukuu zako. Hivyo basi, wafanyakazi, ninaomba kwa umoja wenu mniunge mkono ili tarehe 29 nikaibuke mshindi katika kura za urais. Ndugu zangu, kima cha chini cha mshahara, serikali ya Chama cha Makini, kima cha chini cha mshahara, tumebaini ya kwamba kima cha chini cha mshahara kilichopo sasa hivi ni kima cha chini kidogo, ambacho ukipata ule mshahara hauwezi ukaunga na mshahara mwezi wa pili unaofuata. Hivyo basi tutapandisha kima cha chini cha mshahara kufikia shilingi 600,000. Ninaamini wafanyakazi kwa hili hawatanitupa. Hata wale askari polisi mnaona hapo hawaruhusiwi kuwa na chama, lakini ninaamini wamepiga makofi kimoyomoyo askari wetu. Hii ndio serikali ambayo itakuwa serikali ya matumaini mapya kwa Watanzania. Tunakwenda kufanya shughuli za kiserikali kwa maslahi mapana ya wananchi wenyewe. Tunakwenda kukuza uchumi wa nchi pamoja na wananchi wenyewe. Haiwezekani uchumi wa nchi ukakua lakini uchumi wa wananchi mmoja mmoja ukasambaratika. Hilo ndani ya serikali ya Chama cha Makini itakuwa ni mwiko na marufuku. Kuhusu sekta ya anga, tunakwenda kuboresha viwanja vya ndege nchi nzima. Ili sasa kuna mpango maalum wa kiserikali ambao utakuja, tutakwenda kuagiza ndege kubwa za abiria na ndege za mizigo. Kwa kuwa tunakwenda kufanya mapinduzi makubwa ya kilimo, tunaamini ya kwamba wakulima wa Tunduma, wakulima wa wilaya hii ya Momba na vitongoji vyake vya karibu watakwenda kulima mboga mboga, ambavyo hizo mboga mboga soko lake serikali itaweka mazingira wezeshi kutafuta soko la nje, na zile ndege ambazo itakuwa zinaruka kila mkoa zinatua tena kwa masaa 24. Leo hii kwa mara ya kwanza uwanja wa ndege wa Songwe, ndege wiki iliyopita ndio zimeanza kutua na usiku, lakini serikali ya Chama cha Makini viwanja vyote vya ndege vya kimkoa ndege zitatua masaa 24. Na wakati huo tunahitaji mfanyabiashara wa Tunduma aweze kupanda ndege kwenda Dar es Salaam, na tumebaini ya kwamba usafiri wenye usalama duniani ni ndege. Hivyo basi tutashusha gharama za tiketi kumfanya kila Mtanzania aweze kupanda ndege na kufurahia nchi yake Tanzania. Ndugu zangu, miundombinu. Kuhusu miundombinu, tumebaini ya kwamba mikoa yote ya Tanzania, mkoa kwa mkoa, imeunganishwa kwa kiwango cha lami, ila tumefanya research, tumebaini wilaya kwa wilaya hazijaunganishwa kwa kiwango cha lami. Hivyo serikali ya Chama cha Makini chini ya Costa Jimmy Kibonde tunakwenda kujenga barabara za kuunganisha wilaya kwa wilaya kwa kiwango cha lami, ikijumlishwa na madaraja na mambo yote ambayo yanahusiana na makaravati, kwenda kujenga makaravati ya kisasa, ili mradi tu yale mazao ambayo tunakwenda kufanya mapinduzi makubwa ya kilimo yatoke wilaya fulani kwenda wilaya nyingine, yatoke wilaya fulani kwenda kwenye viwanja vya ndege, na kumfanya mkulima aweze kusafirisha mazao yake nchi za nje. Tutaweka soko huria. Serikali haitompangia bei mkulima, bali mkulima atakwenda kuuza mazao yake
kwa bei ambayo anaona yeye inafanana kulingana na vile viwango alivyovitumia katika shamba lake. Kuhusu pembejeo, kwa mara ya kwanza Tanzania mkulima atosubiri pembejeo katika maghala, bali maghala yote ya serikali yatakuwa na pembejeo za kutosha, na hizo pembejeo zitagawiwa bure kwa wakulima na kuwafanya wakulima wa Tanzania kwa mara ya kwanza wakaneemeka na sekta ya kilimo. Ndugu zangu, kuhusu vijana wetu wa bodaboda, tutatoa bodaboda milioni 1 ambazo bodaboda hizo tutawapa vijana wa Kitanzania, ambao vijana wa Kitanzania watapewa bure, ila masharti ni kwamba lazima muende short course ya udereva wa bodaboda mpate leseni, na hatimaye bodaboda hizo mtapewa bure na serikali ya Chama cha Makini. Na baada ya kugundua kwamba bodaboda mnazoziendesha ni bodaboda za mikataba, Tunduma hoyo, na pia haya yote niliyozungumza Costa Jimmy Kibonde yatawezekana kwa sababu kubwa moja. Uwezekano wa haya, lazima kuwepo nchi yetu swala zima la amani na utulivu. Amani na utulivu ndio unaweza ukafanya uchumi wa nchi kukua. Amani na utulivu utafanya Mtanzania kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine akiwa na malighafi ambazo amezivuna shambani na kwenda kuziuza kwa ajili ya amani na utulivu. Na nchi nyingi tumebaini ya kwamba wanasiasa ndio wanaleta machafuko, maneno ambayo yanawagawa wananchi eneo-husika, na hatimaye nchi hizo zinaingia katika vita. Ili kwa Tanzania tusilikubali, ninatoa rai kwa wanasiasa wenzangu watakao kuja Tunduma, wazungumze lugha ambazo zitatuweka pamoja. Na yule mwanasiasa ambaye mtambaini anazungumza chokochoko, analeta chokochoko za viashiria vya kutugawa na kutotea vurugu, mumkatae na msimpe kula. Ndugu zangu wakazi wa Tunduma, muda sio rafiki. Ombi langu, nina mbunge wangu hapa amepata dharura kidogo, amesafiri, ameelekea Zambia, anaitwa Gloria John Muhigomole. Ninaomba huyo dada tarehe 29 mkampigie kula na hatimaye awe mbunge wenu, ambaye moja kwa moja mimi nikiwa Ikulu yeye analeta matatizo yenu moja kwa moja Ikulu, kwa sababu mbunge huyo atatokana na Chama cha Makini. Na ahadi yangu, mkiniletea huyo dada, kwa sababu na kwenda kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitamteua kuwa waziri wa afya. Unampata Costa Jimmy Kibonde, rais ajaye wa awamu ya 7, unaweka tiki chop, unakuwa umenichagua ili niingie Ikulu niweze kwenda kutekeleza haya. Ukichagua Kibonde umechagua elimu bure. Ukichagua Kibonde umechagua chakula kwa watoto mashuleni bure, sio kuchangia, bure. Ukichagua Kibonde umechagua eka 5. Ukichagua Kibonde umechagua bima ya afya Makini Care kwa Watanzania wote. Ukichagua Kibonde umechagua miundombinu ya Tunduma, miundombinu rafiki. Barabara 3 zitaenda, barabara 3 zitarudi, na ndio mwarobaini wa foleni katika jiji la Tunduma.